Watakatifu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mtumishi wa Mungu Michael. Ningependa leo tuendelee katika somo la pili. Katika somo letu la kwanza tulijifunza kwa habari ya maneno ya Mungu hayakuandikwa na mwanadamu. Ni maneno ambayo Mungu aliandika mwenyewe kwa kupitia wanadamu, na ili tulithibitishwa na Mungu katika kitabu cha Petro pili ile sura ya kwanza mstari wa 20 na 21. Lakini pia tuliona maneno haya ya Mungu ni yana pumzi, ni maneno yaliyo hai. Katika ule waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16 inatuonyesha dhahiri kwamba maneno haya ni hai, yana uwezo wa kutufundisha, kutuadabisha, kutuonya ili tuweze kuwa kamili, tuweze kufanya yaliyo mema. Basi leo pia ningependa tujifunze zaidi kwa habari ya maneno ya Mungu haya ambayo yako hai katika ile Mathayo sura ya 7 mstari wa 24, ambao maandiko ya Mungu yanasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa hiyo tukiasikia maneno ya Mungu na kuyafanya, Mungu anatufananisha na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Ndio maana maandiko katika ule waraka wa Timotheo wa pili ile sura 3 mstari wa 16 mpaka ile 17, maana yake ni kwamba neno la Mungu lina uwezo. Neno la Mungu linatufundisha, linatuonya na kutuadabisha katika haki na kutufanya sasa sisi tuwe kamili. Kwa hiyo tukiasikia maneno ya Mungu na kuyafanya maana yake tunayatumia haya maneno katika maisha yetu, kuangalia mambo ambayo tunayokutana nayo katika pia ulimwengu ambao una mafundisho mengi. Kwa hiyo sasa tukiyasikiliza haya maneno ya Mungu na kuyafanya, kwa hiyo kuyafanya maana yake tunaanza kuyatumia katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tutafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake katika mwamba. Maana yake kama tunatembea katika utaratibu wa Mungu, si rahisi kumezwa na upepo wa namna yoyote na mafundisho mengine yoyote. Kwa hiyo tutajikuta tutatembea katika mstari ambao Mungu anautaka, ambao tufananishwa sana watu na mtu mwenye akili. Kwa hiyo ni ngumu sana kuyumbishwa na upepo wa namna yoyote, ambapo kwa sababu tunakuwa tumekaa katika mstari ambao Mungu anautaka tuenende na huo. Ukienda pale 26 anasema, na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake litakuwa kubwa. Kusikia maneno ya Mungu alafu kama hatutayafanya na kutokuyafanya, tunafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, ambapo nyumba hiyo haiwezi kuwa imara. Kwa hiyo ni muhimu tunaposoma haya maneno ya Mungu, ni muhimu sana tuyashike na kuyafanya, ili Mungu atufananishe na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba ni yule ambaye anaisikiliza maneno ya Mungu na kuyashika na kuyaenenda katika maisha yake yote. Kwa hiyo tutajikuta tuko kamili
hata maisha yatakapoyumba huku, tukikutana na mafundisho itatusaidia kuweza katika hayo turudi kuangalia Mungu anaagiza nini ili tufanye. Kwa hiyo na kwa kuwa tunayashika maneno ya Mungu, yatatusaidia kuvuka katika kila hali, katika maisha yetu ya kawaida na katika mambo mengi. Kwa hiyo neno la Mungu kulishika ni jambo kubwa sana na la muhimu sana, hasa katika hii dunia ya leo. Mungu akubariki sana.